wote kama tunavyokumbuka kwamba kama taifa tulikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu, na kusema kweli toka kuja kwa vyama vingi au kurejeshwa kwa mfumo kwa siasa za vyama vingi, tulikuwa kwa mara ya kwanza tumepata changamoto ambao tumekuwa na uchaguzi ambao kimsingi chama kikuu cha upinzani hakikushiriki uchaguzi husika kulingana na kutozingatiwa kwa maoni yake na masharti yake na matakwa kilichowasilisha kuhusu namna ambavyo uchaguzi ulitakiwa kuendeshwa, kanuni za uchaguzi zilitakiwa kuwa, tume ilitakiwa kuundwa. Zoezi ambalo lilianza vile vile kwa kushahidizwa na tume ya uchaguzi yenyewe ambayo ilikiondoa chama hicho kwamba hakitashiriki uchaguzi kwa sababu hakijasaini kanuni za maadili. Kwa hiyo zoezi la uchaguzi kama ilivyo ada, kama katiba yetu inasema kwamba mamlaka yanatoka kwa watu. Na ukisoma muktadha mzima wa ibara ya 5, ibara ya 8, ibara ya 9, ibara ya 20, hata 26, zote zinakuonyesha kwamba kupitia mfumo wa uchaguzi ndio mfumo ambao wananchi wanajipangia namna ambavyo wanataka mambo yao yaendeshwe, namna ambavyo wasimamizi au wawakilishi wao katika ngazi mbalimbali za maamuzi, hususan ubunge na urais, wanavyotaka uwe. Kwa hiyo kwa uchaguzi wetu huu uliofanyika umepata na changamoto kubwa ambazo kimsingi ni changamoto ambayo sio tu zimeathiri thamani ya uchaguzi husika, lakini vile vile zimeathiri integrity yetu kama taifa. Sisi tulikuwa na tabia, desturi ambazo wengi walikuwa wanajua hizi ndio desturi za Kitanzania. Tulikuwa sisi ni watu wa amani ambao tumezoea kuzungumza. Sisi ni watu tunaoamini katika utu, siasa za utu, ubuntu. Wenye kusema ubuntu, yani ule na wengine wa Bantu wanasema ubuntu, yani utu. Tunapozungumzia utu tunasema kuthamini uhai, kuthamini ubinadamu wa mwenzako, kukubali diversity na kutambua umuhimu wa kuishi pamoja kwa kuvumiliana. Haya ndio yanayoitwa utu kwa ujumla wake. For the first time tumeona matumizi ya silaha, vita dhidi ya wanaotakiwa kuwalinda raia na raia kwa muktadha ambao sijawahi kushuhudia. Nimekuwa nikiona South Sudan, labda mashariki ya Kongo, nimewahi kuona, tunaona mashariki mbali kule Israel na Palestina. I never expected kwamba tuna askari wanaweza kuwa na kiu na hamu ya kushambulia na kupiga wananchi risasi kwa kiasi kile. Sikutarajia kwamba tunaweza tukawa na jeshi au watumishi wa umma ambao wanaweza wakawa na uvumilivu na ujasiri wa kuvumilia mauaji ya namna ile. Tumeona watoto wadogo wameuawa, akina mama wameuawa ndani nyumbani, sio kwenye maandamano. Maiti za watu hazipatikani, watu hawapati ndugu zao kuwazika. Na hili mimi nina uthibitisho nalo kwa sababu tuna ndugu ambaye aliuawa, na nadhani ni mmoja wa watu wa kwanza kabisa kuuawa, na maiti yake ikaonekana kwa sababu aliuawa karibu na nyumbani kwake. Ikapelekwa Mloganzila. Alafu labda mochwari ya Mloganzila ikageuka inakula nyama za watu kwa sababu baada ya hapo hatupati maiti yake. Hiyo ni tukio ambalo nakuthibitishia ni moja ambalo tumeliona, na malalamiko ni mengi ya wananchi. Kwa zoezi zima la uchaguzi naweza nikaita ni uchaguzi wa giza. Tumekuwa na hali ya giza, hali ya huzuni isiyomithilika, na ni hali ambayo imeonyesha sura tofauti sana ya viongozi wetu kwamba hawathamini utu, hawapendi kuwajibika,
na hawako tayari kubeba lawama ya makosa wanayoyasababisha. Kwa sababu unapokuwa kiongozi, sio lazima makosa ufanye wewe. Hata unapofanya walio chini yako, unachukua hatua za uwajibikaji, ikiwemo kukiri ukweli na kutafuta namna bora ya kuliongoza taifa kutoka hapo lilipo. Tuna wabunge, for the first time tuna ubunge, tuna rais, wote wanaogelea kwenye damu za Watanganyika, mamia kwa mamia waliouawa. Tumeona bunge linafungua shughuli zake, halijazungumza chochote kuhusu watu hawa. Tumeona viongozi, rais anaapa, hajazungumza kuhusu hatima ya uhai huu uliopotea. Uhai ni zawadi inayotolewa na Mungu na ambayo lazima itolewe kwa utaratibu. Tukitaka kuua, tuue mtu kwa sheria tulizojiwekea. Nasema kwamba nilikuwa nimeona hali isiyokuwa ya kawaida kwa mashambulio yaliyokuwa yakifanyika kwa sababu ya namna risasi na maeneo ya risasi ambayo wananchi walikuwa wakipigwa: shingoni, kichwani, kifuani, tumboni, mgongoni. Kwa hiyo obvious muuaji alilenga kuua, sio kuneutralize au sio kumzuia mwananchi au muandamanaji asiendelee kufanya uhalifu au kuandamana, lakini aliua. Hatukuona matumizi ya vifaa kama tear gases au vifaa vingine ambavyo vinatumika kudisperse au kutuliza wananchi, au hatukuona ule uweledi wa kitaaluma. Jambo linatupelekea tuamini kwamba kwa sababu wenzetu walitamka na kulikuwa na matamshi yaliyotangulia uchaguzi kwamba watakao andamana watakiona. Nadhani hiki kilichotokea ndicho tumekiona, lakini kinachosikitisha ni kule kwenda kushambulia wengi ambao hawakuwepo hata kwenye maeneo ya maandamano. Lakini tunajiuliza, je, maandamano haya yalikuwa na uhalali? Kimsingi lazima tukubali kwamba vijana hawa walilazimishwa kuandamana kulingana na vyombo vyetu tulivyovipa dhamana kuleta matumaini na kuonyesha vinalinda uhai, vilishindwa kufanya kazi yake. Mahakama ilipopelekewa malalamiko ya watu kupotezwa, kutekwa, hata ilipotaja majina ya maaskari, ikataja namna walivyotajwa, mahakama ilikuwa busy sana kufanya mazoezi ya kiufundi, kuwapa ugumu wananchi, mpaka kusema kwamba hata wengine wanaambia hujaweka false number. Mtu anatajua jina la askari, mahali anapopatikana, sehemu anapopatikana. Baada ya kuilazimisha serikali itoe maelezo ya nini kilichojiri, mahakama inalazimisha victim atafute mpaka false number ili kuthibitisha kwamba habeas corpus hapo inatakiwa isimame. Sasa katika mazingira kama yale, wananchi wanakata tamaa. Bunge limekataa kabisa kukubali kwamba kuna utekaji na upotezwaji wa watu. Katika mazingira kama hayo, wakati bunge ndo tutarajia liwe sauti ya watu, likinyamaza, watu watafanyaje? Binadamu ana akili. Hata ng'ombe huwezi kumweka tu zizini unamfanyia ukatili, ata retaliate. Kwa hiyo ndipo tukufikia, na hili ndio sababu ya kwanza vyombo vyetu vya maamuzi kuparalyze na kushindwa kutoa maamuzi yanayoleta tumaini kwa watu. Kwa sababu tunaona, kwa mfano nikupe tukio mahususi la Kombo Mbwana lililotokea Tanga. Ametekwa kwa siku 29. Amepatikana. Mahakama inatoa amri. Law enforcers wanakataa kutekeleza amri ya mahakama. Mpaka katiza sijui sarakasi gani huko, hiyo sitaka likapotelea. Wote ule ni ushahidi wa nani anayehusika na hivi vitendo. Na kila mtu usichukulie hili jambo in isolation. Chukulia hili jambo kama muendelezo wa jambo lingine, kuonyesha impunity kwamba watu wetu na vyombo vyetu haviamini katika haki za binadamu, haviamini katika utawala bora, haviamini katika utangamano wa kitaifa, haviamini kwamba utu ndio msingi wa maamuzi. Ukisoma ibara ya 9 ya katiba, sheria zetu, maamuzi yetu, mipango yetu, vipaumbele vyetu lazima vilenge kulinda utu wa Mtanzania, kulinda haki za Mtanzania, kuweka mifumo mizuri itakayohakikisha utawala bora, utawala wa sheria, na uwakilishi na usawa wa watu wa jinsia zote, bila kujali huyu ni mlemavu, huyu ni mwanamke, huyu ni mtoto, huyu ni nani. Ndio mazingira makubwa ambayo natakiwa tufanyie maamuzi. Lakini very unfortunately tumepata viongozi ambao whenever they stand to talk,
they breathe fire. Yaani watu wanapotarajia neno la tumaini wanakuta kauli ambazo ni watu wanapumua moto tu. Hawaleti tumaini, hawatoi kauli za kuunganisha taifa, hawatoi kauli. Ukiondoa Mtaka, Mheshimiwa Mtaka nilimsikia wa Njombe, angalau yule unaweza kuona, you can see some leadership trait in him. Yaani katika tukio lote hili it's only Mr. Mtaka ambaye ameonyesha leadership traits. Wengine wote wameonyesha ukatili usiomithilika ambao hata sidhani akina Pol Pot tunaozungumza, akina Idi Amin, akina Bokassa, akina nani, they did this open this way, kwa sababu mauaji yaliyofanyika ni makubwa sana. Kwa hiyo kingine ninachokizungumza ni kwamba uchaguzi huu umeligawa taifa na taifa limegawanyika. Uchaguzi huu umeondoa ushirikiano, umeondoa undugu na umeleta uadui. Aliyeshinda hawezi kuvaa nguo zake kwa ufasaha na kukatiza mtaani kwamba ameshinda. Sasa unakuwa na ushindi gani unaoogopa kusherehekea? Maana yake unajua what are the sources ya ushindi. Tumesharudi hapo kwamba mtu anashinda lakini anaogopa hata kutembea na nguo zake kusherehekea ushindi. Lakini vile vile ukiondoa taifa kugawanyika, taifa liko kwenye sintofahamu. Watu wanajiuliza tunatokaje hapa? Na kinachonisikitisha ni kwamba wale waliokuwa mabingwa wa kuhubiri amani wakati tunasema jamani kuna haki zinakiuka, sasa hizi ndio wanajaribu kutaka kuja kutufundisha tena tuwe watulivu. Mara ya kwanza walisema amani, sasa wanakuja na kauli ya utulivu. Hatuwezi kuwa na utulivu katika mazingira kama haya. Nilisema na ninarudia tena, tunahitaji haki, ukweli na uwajibikaji kama msingi wa kututoa hapa tulipo. Na tunaomba wale wote waliokuwa wakihubiri amani wakae kando kwanza, kwa sababu ni sehemu ya maafa haya. Wale viongozi wa dini, sio wa mikoani wanajiita sio kamati za amani na nini, wakae kimya kwanza, kwa sababu chochote wanachofanya ni kumwaga chumvi kwenye kidonda. Uwezo kwa bingwa kusababisha tatizo alafu hapo ujigeuze kutaka kujidai wewe ndio mkombozi wa kutatua tatizo. Mimi kwa maoni yangu, hawa wote waliokuwa wakishiriki kuipotosha serikali na kutokuisaidia serikali kufanya maamuzi sahihi, ikiwemo wa viongozi wa dini waliokuwa wakisisitiza amani wakati tukisema kuna haki zinatakiwa zifanywe kazi, tunafikiri kwamba ni vema na ni busara wakae kimya, kwa sababu tunajua kila binadamu ana udhaifu, kuna binadamu anakosea, lakini wasiendelee kudabo, kwa sababu biashara kutaka kutudabo tena kuanza kurudi na gia nyingine huku itakuwa ni kama ni kudharau wananchi na madhira yaliyowapata. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mimi naamini kwamba wale wote walioshiriki kusisitiza amani na kukataa kabisa kuzungumza na serikali kuhusu umuhimu wa kukaa na watu wanaotofautiana ili kupata suluhisho kabla ya kuanza mazoezi haya ya uchaguzi, kwa sasa wangenyamaza kidogo ili kupisha watu wengine wenye hekima waweze kujua namna gani ya kumtoa mbu hapo mahali anapouma, kwa sababu sio kila mahali mbu anapouma unaweza kutumia nguvu ile ile kumdhibiti. Kuna sehemu zinahitaji hekima, kwa hiyo basi tuache wenye hekima ya tofauti waweze kufanya kazi. Wao walifanya hekima yao ambao wao waliona cha muhimu ni amani sio haki, lakini kwa kweli wasiingie kulivuruga zaidi taifa. Sawa. Nashukuru. Umezungumzia kwamba taifa kwa sasa lina mgawanyiko kilichotokea tarehe 29. Na wengi walikuwa na maoni tofauti kwamba tunaendaje huko mbele. Na wengi walikuwa wanapendekeza kwa mfano kwamba kwa sasa kuna muhimu wa kufanyika maliziano. Sijui kama unaona kama kuna muhimu wa kumaliziano, na kwenye maliziano nani anatakiwa afanye maliziano na nani? Asante. Kuzungumzia maridhiano sasa ni kujaribu kutemea mate mbingu ukifikiri utamlowesha Mungu. Uwezo ukazungumza maridhiano ni hatua ya 4. Yaani kwanza kuzungumzia maridhiano ni hatua ya 5, sio ya 4. Cha kwanza tunachotaka kwanza ni kujua ukweli. Nini kilijiri? Nani alifanya? Kwa nini alifanya? Na alifanya kwa ukubwa gani? Ukweli. Pili, haki za wahanga. Nani aliumia? Aliumiaje? Na tunafanya nini kuonyesha kujuta kwetu na angalau kurejesha
familia zile kutafuta namna ya kupunguza maumivu, ikiwemo kulipa fidia na kuona namna gani ya kuzileta zile familia pamoja, ili zile familia zishiriki kutusamehe, kwa sababu damu ina tabia ya kulia mbele ya Mungu, na bila kutengeneza na hawa ndugu zetu kupitia ndugu zao na nani, bila kutengeneza hatutakuwa tena jinsi tulivyokuwa, kwa sababu damu hizi ni nyingi mno. Zinapopiga kelele mbele ya Mungu, Mungu alisikia damu, kelele ya damu ya Habili. Mungu alisikia kilio cha damu ya Naboti, na wote mnajua aina ya hukumu aliyoitoa kwa Yezebeli baada ya damu ya Naboti, na alimwambia licha ya Ahabu kutubu na Mungu kumsamehe, lakini Yezebeli aliyeshiriki kufanya lile, adhabu yake ilifika, na wote mnajua ni adhabu gani. Mungu alichukizwa na sauti ya kilio cha Abeli, akamuuliza Kaini, nasikia sauti ya ndugu yako ikikulilia. Akasema, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kwa hiyo kimsingi damu hizi zilizomwagika lazima zipate haki, lazima zilipiziwe kisasi. Na tunaposema kisasi, ni kisasi cha kitaratibu tulizojiwekea kama nchi. Kwa sababu hatuko kwenye ile zamani tulikuwa tunasema blood feud, ukiua na ua. Ni kwamba twende kwa taratibu zetu za kisheria. Cha kwanza lazima tuangalie namna ya kuzicompensate familia. Pili, namna ya kutoa kulileta taifa pamoja na kupata toba ya pamoja. Lakini katika swala hili la haki, lazima kuwe na namna ya kuratibu ibada ya taifa ya pamoja na kuidentify majina yote ya waliopotea, waliouawa na walioumizwa, na tutambue kwamba tarehe 29 Oktoba ilikuwa ni siku ya giza katika taifa letu, na kwamba hatutaruhusu tena kuwa katika hali hiyo. Lakini vile vile majina yote ya waliofariki yaorodheshwe na watamkwe kwamba hawa ni mashujaa, na waliuawa sio kwa sababu ni wahalifu, ni kwa sababu walitumia haki yao ya kujieleza baada ya mamlaka kutopenda kusikilizana au kuzungumza. Kwa hiyo hii inaweza ikasaidia ku ease tension. Baada ya hapo tuwe na ibada ya kitaifa kuwaombea wahusika. Swala la tatu, uwajibikaji. Katika hii swala la uwajibikaji lina vipengele kama vitatu tena tu. Kipengele cha kwanza, tunataka kuwe na uchunguzi huru utakaobaini matukio haya ya ukihalifu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Upeleleze, ubainishe ukweli na uandae ushahidi wa kutosha. Baada ya hapo tuwe na tume ya ukweli na upatanishi ya kitaifa, lakini ambayo iwe na third parties vile vile, ambao ni inaweza kuwa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu au mashirika mengine, is regional bodies, ambayo katika kukaa na iwe na watu wenye uadilifu, sio watu tu madalali hao tunaoonaga wanahamishaga kutoka kamishna. Kila tume ikiundwa kuna vimajina mnavisikiaga, fulani anakuja wako kwenye tume hii, inatokeza hata tume nyingine wanatokeza, sio madalali wa katikati. Tunaposema tume, ni tume ambayo itoke katika makundi, na yale makundi yatoe wajumbe. Kwa mfano tunazungumza viongozi wa dini, tujue ni nani anatoka kule, wao wenyewe ndio walete watu wao. Hizi professional bodies peleke watu wao. Mamlaka za kiuchunguzi ambazo zinaweza kuwa ni za kimataifa au za kikanda zilete watu wake. Yaani iwe tume huru ambayo itajaribu kuratibu suala zima la muafaka, kuidentify agenda na kuziweka vizuri, kupanga way forward na kuona namna gani tunaweza kwenda kwenye mchakato huu kwa haraka kwa kipindi kifupi. Swala la tatu ambalo nalizungumzia katika swala la uwajibikaji ni kuhakikisha wale wote waliohusika kutoa amri, kutekeleza, na baadaye wale waliohusika kutaka kuficha ukweli lazima wawajibishwe kwa mujibu
wa sheria. Lazima wajibishwe, kwa sababu hii ndio namna pekee ya kukataa dhuluma katika eneo letu, kwamba tukubali umwagaji damu, hatukubali unyanyasaji wa raia, tunathamini uhai na kulinda maisha. Hao wote waliohusika lazima wachukuliwe hatua stahiki. Na la mwisho, kuonekane namna bora. Sio la mwisho, sorry, bado moja. Ila lingine ni kwamba lazima tuanze, changamoto kubwa nyingine iliyopelekea hii changamoto ni tatizo kubwa, changamoto iliyopelekea hii tatizo ni tatizo kubwa la kikatiba. Lazima tuone katika kuleta accountability, lazima tuone namna ambavyo katiba iliyopo na mfumo wa kisheria uliopo ulivyochochea na kutoa fursa ya matendo haya ya kinyama na kikatili kufanyika. Na hili tuliangalia kwa mapana kwamba ni maeneo gani. Kwa mfano kwenye maeneo ya tume tuangalie ushiriki wa tume, imeshiriki vipi kuleta maafa. Tuangalie kutokuwa na sheria nzuri za uchaguzi na kanuni zinazoleta uwanja sawa wa uchaguzi zilivyoshiriki kulileta hapa taifa. Tuangalie institutional adjustment, sheria na kanuni za jeshi la polisi zilivyotufikisha hapa na kuleta maafa haya kama taifa, na kuona namna ya kudismantle mifumo yote mibovu tuliorithi ya kisheria na kikanuni, hususan kwenye jeshi letu la polisi, ili liweze kuundwa upya, na ikiwemo dismantle kabisa, liwe na structure mpya kabisa. Hii structure iliyopo ni structure ya kikoloni, na ni structure ambayo kwa kweli hailiwezeshi jeshi ili kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia, bali linageuka kuwa apparatus of oppression, yani linakuwa ni kifaa cha ukandamizaji wa dola dhidi ya raia. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na polisi wenye kuwajibika. Kwa hiyo lazima hilo ni eneo ambalo liangaliwe. Lakini jambo lingine linalotakiwa liende kwa haraka ni kuondolewa kwa wale wajumbe wote waliokuwa kwenye tume ya uchaguzi na kuzuiwa wasishiriki shughuli yoyote ya public. Wale ndio watu wabaya mno waliosababisha matatizo. Hawakutaka ushauri wa mtu. Wamefanya vitu na kuendesha uchaguzi kwa namna ambayo ni ya aibu, haijawahi kutokea. Kwa hiyo wale ambao ni majaji, vyombo vyao vya kuhusika vifanye kazi yao na kuona kabisa kwamba wanaondolewa. Sio kwamba kitoka hapo waruhusiwe kuwa majaji, yani hao wakae nyumbani kabisa. Na wale wajumbe wengine wa kawaida wote waondolewe na wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote ya umma kama adhabu yao, kwa sababu ni watu ambao hatuwezi kuumauma maneno. Matatizo haya yamechangiwa na tume ya uchaguzi, kwa namna ilivyoratibu, kwa namna ilivyosimamia hili zoezi, inaonekana ilikuwa na animus fulani, ilikuwa na nia ovu. Kwa hiyo sio kitu kilichojitokeza kusema kwa bahati mbaya, na lazima tujifunze kuzungumza ukweli kwa sasa, kwa sababu tunataka kuponya taifa, sio mambo ya kudanganyana au kuremba-rembana. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu hilo lifanyike. Na lingine, kuleta accountability. Kusitishwa mara moja kwa mashauri ya kubambika. Kesi za kubambika, kuna kesi ya Tundu Lissu. Nilishasema kuna kitu kinatuitwa sub judice rule, that don't comment on what is going on in court, katika namna ya kuingilia lile shauri. Lakini hili shauri la Tundu Lissu ni shauri la uonevu lililopelekea haya matatizo. Tundu Lissu hakuwa muhaini. Haya ndio mambo yanayoleta hasira kwenye nchi na kuleta hizi vurugu. Kwa hiyo ndio maana tunasema mashauri kama yale yaondolewe mara moja mahakamani. Kesi mfululizo za kushambulia chama cha Chadema. Sijui kesi watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao. Anayedai ya kupewa mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote. Mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike Busokero. Busokero inahusiana nini na Zanzibar? Alafu huyo jaji bado yuko mahakamani, anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha Chadema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea ya Chadema inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Alafu kwa nini hatuoni kama majaji kama hao wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Mimi nazungumza kwa sababu sasa hivi hakuna kuogopana. Hao watu ndio wanataka kuliharibu taifa.
Lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kulifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa. Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa forum. Unazuia chama chenye watu zaidi ya 40% na kwenye nchi wanachama. Unafikiri pressure wataitolea wapi? Alafu unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza, kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Wewe unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri nini? Wapi ulikowahi kuwapa mazoezi ya kuandamana? Wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelligence. Anaweza kuandamana tu ni mwana CCM kwa chochote kile anachotaka. Kila mwingine ni taarifa za intelligence. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vyuoni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu vimekuwa viota vya kubemenda na kufanya watoto wakitoka kule anakuwa watoto wa kabisa hawawezi kuargue, hawawezi kureason, hawawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto, unamfuata na risasi. Wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa. Wale watoto hawakujiweka katika mfumo huu, tumewasababisha wafike hapo kwa sababu ya maamuzi yetu yasingozingatia uhalali, tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya ndio yanayotakiwa tuangalie kwenye uwajibikaji. Nani kila mmoja alivyofanya. Kwa sababu hii sio surprise, kila mtu alijua uchaguzi una matatizo huu. Tunaambia watu waboreshe kanuni, baada ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni. Alafu tume ya uchaguzi inahozi kila kitu, inahozi uchaguzi, inahozi elimu ya uraia, inahozi nini na haina wajumbe. Kiburi tu. Watu wanakaa kwenye ofisi zao, mahakama inasema Mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini mtu akigombea? Si wananchi ndio wanataka, si watachagua wanamtaka. Haya, leo hii sheria na kuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Haya, angalia kule walizopata Chauma, ACT sijui na nani. Wale wabunge wa viti maalum wametoka wapi kule? Mimi nauliza ukweli kwa sababu najua wengine tutawakoza, lakini kuulize umepata wapi wabunge Chauma wa kuingia pale? Kura zipi ulizopata weza kukupa ubunge wa viti maalum? Si maana yake watu uchaguzi ni kanyaboya tu, watu wanafanya pale kupoteza muda ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii. Malundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa. Pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui armed robbery, sijui conspiracy, sijui treason. Treason gani? Kwa nini tunaruhusu mambo yasiyokuwa na maadili yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni? DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani. Lakini sasa kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali na ofisi ya DPP ipo. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji. Lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hii ofisi ya mtungi. Ile ofisi wote waliomo mle ofisini wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima Gen Z wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka 92. Ukiondoa ACT, vyama vimezeeka, vijana wamekuja, wamezaliwa 2000, sasa hivi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa. Kama umewazuia haki yao, freedom of association, wakiretaliate, kwa nini unaenda kuwapiga? Wewe wape vyama, waambia msipigane mitaani, anzisheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa. Chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya mtungi imechangia hawa Gen Z kuandamana. Mtungi amefanya kazi ya kusajili vyama na kuonyesha kwamba don't fight, argue. Msiunde vikundi vya kigaidi, unda vyama vya siasa, waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao,
wasingekuwa na tumaini, hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona ana alternative forum ya kuzungumza. Kwa katika uwajibikaji, hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe na wote waliomo kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma. Haki ndio ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea. Kwa sababu vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu Chama cha Mapinduzi, hao labda akisema M4C, sijui huyu akisema sijui nani, huyu akisema kila chama. Huyu akisema ubwabwa, huyu akisema nini, kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, haviendani na hao vijana. Alafu sisi tunawalaumu kwa wao. Why are you going to the street? Unataka waende wapi? Tumewapa forum za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba idea. Tumeallow hizi diversity. Yaani umeziba maji alafu unashangaa bomba kupasuka. Kwa hiyo tatizo kubwa lililopo, mimi naamini kubwa ni tatizo la political management katika nchi yetu. Na watu kuamini katika risasi na bunduki kuliko katika kuzungumza. Ndio maana watu wanapojaribu kuzungumza leo unashangaa ametoka askari polisi, mimi nani nitapiga. Siku hizi naona wanashambulia hata watu wanaozungumza WhatsApp. Unataka wasipozungumza WhatsApp watazungumza porini. Ninawaambia wa polisi wajue, acha watu wajadili. Na wakijadili inakusaidia wewe kujua watu wanavyofikiri. Mimi naona saizi polisi bwana wanatoa majina ya WhatsApp, sijui namba za WhatsApp, hawa watu walikuwa wanajadili, wanafanya walikuwa wanajadili, wewe unachotakiwa ni kuuliza hicho waliochukua kijadili, kwa nini wanajadili? Tufanye nini kutafuta majawabu ya hichi kitu? Wewe baada yako unaanza kupiga watu wanaojadili, mara ukamate mtu upige marungu ya kichwa. Kichwa hakipigwi rungu mzee, uwezo ukapiga rungu mawazo. Mawazo yakishatokeza is like a spirit, uwezo ukashika mawazo. Yule ni mtazamo wa mtu, is an ideology. Na kila mtu ana haki ya ideology, kuuza kujadili ideology yake. Hakuna mtu anayetakiwa kutuumbia. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kujadiliwa katika nchi hii. Maana kuna watu wanafikiri kwamba ukijadili muungano ni uhalifu. Hakuna kitu kinachoruhusiwa kujadili. Rais anachaguliwa na watu wana rais ya kumjadili na wana right ya kutaka aondoke hata kabla ya kipindi chake wasiporidhika naye. Kila kitu tulichonacho ni cha kisheria, kila kitu kinajadilika. Biblia yenyewe inajadilika. Sembuzo mtu umezaliwa Buzokero tu hapo Kandete, umetoka tu hapo Kandete, umefika hapa Mbeo, umepata kacheo unaanza kuvimba mashavu, usijadiliwe. Wewe nani usijadiliwe kwenye ofisi za umma? Kwa hiyo tunapozungumza ni kwamba tunalihitaji taifa hili kuliko watu. Tunalihitaji taifa hili kuliko CCM. CCM inakotupeleka inataka kuangamiza taifa hili. Ndio maana unaona wabunge wako pale wanashika Biblia na Qur'ani, huku wakijifuta na leso zilizojaa damu. Sasa vijana wa Tanzania waliofariki kuanzia tarehe 28, 29, 30, 31, tarehe 1 mpaka tarehe 3. Why are we not ashamed of ourselves? Kwani hatuoni aibu? Mimi ni wito wangu kwa serikali, iwe tayari kuruhusu uchunguzi wa kimataifa. Taasisi huru za kimataifa ziruhusiwe kuchunguza. Lakini baada ya uchunguzi vile vile wajue kwamba tunahitaji ukweli, haki na uwajibikaji ambao ndio utaliponya taifa. Na tukubali kwamba hatukuwa na uchaguzi tarehe 29 Oktoba. Tukubali kwamba hatukuwa na uchaguzi ili tuweze kukaa chini kuona namna bora ya kutoka kwenye mkwamo huu. Na naomba wananchi wenzangu kwamba kama serikali itatii na kufuata haya tunayoyashauri, tuwe tayari kuzungumza ili kupata suluhisho. Lakini lazima tufuate hiyo kanuni. Kwa sababu kuanza mazungumzo bila kufuata hiyo kanuni ni kukojolea na kunyea juu ya makaburi ya ndugu zetu waliouawa kinyume cha sheria. Asante. Sisi TLS wajibu wetu chini ya section 4 ni kuhakikisha utawala wa sheria na uwajibikaji. Kwa sasa kama nilivyoomba wananchi, tunaomba muendelee kutupa takwimu.
tupeni takwimu, msikubali propaganda zozote, tupeni takwimu. Usikubali aliyeua ndugu yako akupangie namna ya kushiriki kutafuta haki ya ndugu yako. TLS tutafungua mashauri kadhaa mahakamani, yakiwemo mashauri ya inquest kwa ndani, sio kwa nje. Ya nje wakati yanaendelea yote atakwenda parallel. Ya ndani ni kufungua inquest kwa ajili ya vifo, maelfu ya vifo ya wananchi, na takwimu tunazo. Lakini kufungua shauri la uwajibikaji, tunataka tujue huyo aliyotangaza kafyu alipata wapi hayo mamlaka. Kwa sababu baada ya tangazo lile ndipo watu wakauawa usiku. Tangazo lile la giza, nchi ikaingia gizani na mauaji yakaanza kufanyika. Kwa hiyo tunataka tujue uhusiano wa tangazo lile, proportionality yake, na namna lilivyohusiana na mauaji yaliyotokea. Kwa hiyo tutataka mhusika aje aliambie taifa kupitia mahakama. Maswali tutakayompa ni kwa vipi wakati akifungia watu kafyu na wakifungia waliwezesha kuwaweka, kulazimisha watu kukaa nyumbani, ambako baada ya watu kulazimishwa kukaa nyumbani walianza kuvamiwa na kupigwa risasi wakiwa majumbani mwao. Ni kwa vipi amri hii na hili swala la upigaji risasi havikuhusiana? Kesi hiyo inaenda mahakamani. Kwa kuna watu tutaenda nao mahakamani. Ni tangazo gani lilitolewa hilo kesi? Lilitolewa na IGP. Akalitoa akidai ni Dar es Salaam, likawa applicable nchi nzima. La pili ni swala la uzimaji wa mtandao. Swala la uzimaji wa mtandao tunalihusisha vile vile na kupotea kwa watu wengi na kuwanyima wananchi fursa ya kuwasiliana ili kuweza kujiokoa. Kwa hiyo linaanza ndani na ni la nje, kwa sababu tunapozungumzia mauaji ya kimbari unaangalia ule mfumo mzima. Kwa mfumo wa ndani tutajikita tu katika eneo la uwajibikaji wa TCRA na maafisa wake, na kwa namna walivyo take precaution ya kulinda uhai wa wananchi, kwa sababu tuliona kuna wananchi wanakufa kwa kukosa huduma, wananchi wanakufa kwa kukosa mawasiliano, wananchi wanakufa kwa kukosa usafiri. Vyote hivyo ni vitu ambavyo kama TLS lazima tuende mahakamani tuweze kupata majawabu. Na vivyo kuna kesi kadhaa tutakwenda nazo ambazo bado tunazichambua, hatujaamua zitabase nini, lakini zitakapokuwa tayari tutawaita vyombo vya habari. Kwa hiyo kuna mambo tunayafanya ya kisheria, lakini hayahusiani na haya za channel za kimataifa, kwa sababu mauaji haya yaliyofanyika ni mauaji makubwa sana, ni mauaji ya kimbari. Kwa hiyo yana channel yake, ya namna yake ya kuwajibika na vyombo vya kuwajibisha, ambavyo sisi tunaamini mahakama zetu na mfumo wetu wa ndani hautatenda haki kwa wahanga. Kwa hiyo kuna namna tofauti tutafanya, lakini kama nilivyosema kwamba tunahitaji kwanza tuanze na ukweli, haki na uwajibikaji. Huo ndio unaweza ukasaidia hizi hatua zingine tuzifanye kwa ukubwa gani au ukali gani. Unajua, tunapokuwa na ukweli, uwazi na uwajibikaji, tayari kila mmoja anakuwa tayari kutoa ushirikiano wake na kuwajibika kwa matendo yake. Na iwe kisheria, iwe wapi, kwenye hali kama hii, basi kunakuwa na flexibility nyingi. Lakini kwa namna tulivyo kwa sasa, tunaendelea na kazi. Sisi hatukwami wala hatulali, tutaendelea na kazi kwa nia njema. Sisi tunataka nchi hii iongozwe kwa mujibu wa sheria na utawala. Kama ni mtu anauawa, auawe kwa mujibu wa sheria. Sio mtu anatoka tu kwa sababu anatunza risasi basi wenzake wanaandamana, yeye anapiga risasi za kichwa. Kama mtu anafanya uhalifu, basi neutralize, tuelewe ulipiga mguu akafa, lakini sio umetandika risasi 3 za kichwa. 3 za kichwa utaniambiaje ulikuwa ukineutralize muandamanaji? Ile ilikuwa ukiua au unahakikisha kabisa haponi. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo TLS tunachukua hatua hizi za kisheria, lakini nia yetu ni njema kuhakikisha kwamba kila mmoja anawajibika kisheria. Na wito wangu ni kwamba kwa mamlaka husika, dunia imebadilika. Hatuko tena kwenye kile kipindi cha zidumu fikra za mwenyekiti wa chama
Kwa sababu hata wale babu zetu nao waliboresha, wakasema zidumu fikra sahihi za mwenyekiti wa chama, walibadili na walibadili. Kwa hiyo ile hiyo zama ya zidumu fikra umekwisha. Wakubali diversity opinion. Hakuna kitu ambacho hakijadiliki. Eti muungano ni mtakatifu sijadilika. Hapana, utajadilika. Utendaji wa jeshi la polisi utajadilika. Utendaji wa vyombo vya usalama utajadilika. Na magrupu ya WhatsApp ni platform sahihi za watu kujadili. Kinachotakiwa identify haya mambo na muone namna ambavyo taasisi za kitaaluma zitakuwa zikichukua na kuyajadili kwa wigo mpana ili kuleta majawabu sahihi yatakayoua majawabu yasiyo sahihi, badala ya kuinda namba za watu na kuinda watu kwa sababu eti wanawaza tofauti. Namna ya kuinda na kuua hoja dhaifu ni kwa kuandaa mfumo sahihi wa kutoa hoja sahihi yenye fact, sio propaganda. Kwa hiyo lazima tujue hii nchi ni ya wananchi, sio ya viongozi. Kama ni muungano ni wa wananchi, sio wa viongozi. Kama ni mfumo wa kisiasa ni wa wananchi, sio wa viongozi. Kwa hiyo tujifunze kusikiliza wananchi wanataka nini. Tusigeuze wananchi kama maamuma na sisi ndio mashia ambao tukizungumza chochote kazi ya wananchi ni kuitikia tawire. Hapana, tuwe tayari kusikiliza hoja za wananchi, tuwe tayari kuzifanyia kazi. Kwa sababu tatizo lingine kubwa ambalo nimeliona kwa CCM ya sasa, hata ukiona imekaa chini na kusikiliza, haikusikilizi ili ifanyie kazi hoja yako, inakusikiliza ili ikujibu. Yaani wewe unazungumza, yeye baada ya kusikiliza kukuelewa anajiandaa kukujibu. Sasa mwisho wa siku kwenye mazingira ya namna hiyo hatutaweza kuwa na taifa lenye mwelekeo mzuri na lenye kuaccommodate diversity. Lazima tuelewe hakuna anayemiliki ukweli. Lazima kila mmoja aweze kumsikiliza na kumuelewa mwenzake.